Ni wakati mwingine tena ndani ya Batu TV na mbele yako tunaye mwanaharakati huru Mr. Kombo. Tuzungumza naye. Kubwa zaidi ni rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, ambaye anazidi kutikisa vichwa vya habari Afrika na dunia kwa ujumla kwa yale ambayo yanaendelea kutokea katika taifa lake. Mbele yako ni Kombo, tutayazungumza hayo yote. Bwana, baza heshima yako. Salamu bwana, za kwako ndugu yangu. Wema. Safi bwana. Naona muda kidogo. Miaka mingi upo kijana. Hongera kwa kazi nzuri bwana. Tunaziona kazi zinakwenda, unaliwakilisha vyema taifa. Na nyinyi ndio vijana tunawataka bwana. Vijana wenye mchango kwenye taifa. Hongera nawe pia, kazi nzuri. Tunashukuru bwana. Si jukumu letu ni kumsemea rais wetu Samia Suluhu Hassan. Masaa 24. Ukituamisha nitakuitikia tu. Unaweza kaniita Samia yupo madarakani. Niambie ndugu yangu. Bana, kubwa zaidi ni kile ambacho kinaendelea katika taifa la Burkina Faso. Ibrahim Traore anaonekana ya kwamba amegusa vichwa vya habari vya magazeti ya Burkina Faso, lakini Afrika na baadhi ya maeneo mbalimbali duniani. Nikaona leo ni muda sahihi kumtafuta mwanaharakati Kombo kuzungumza haya mambo ambayo yanaendelea, kwa sababu wewe haya ndio mambo yako. Ni sahihi kabisa. Kwanza nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ameniwezesha mimi na ndugu mtangazaji kwa salama na kumwezesha rais wetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tumekuwa na uhuru wa kuweza kuzungumzia, kwa sababu taifa letu lina amani. Nikienda moja kwa moja niseme kwamba yule ni kiongozi. Na napozungumza yule ni kiongozi, sina maana kwamba wengine wa mataifa mengine sio viongozi. Wote ni viongozi. Unajua, katika kuliendea jambo ni lazima utumie akili ya hali ya juu. Unapozungumza akili ya hali ya juu, Traore, Dr. Samia, Ruto, marais wote wa Afrika, kila mmoja ana ubora wake kwa nafasi yake. Ninapozungumza ana ubora wake kwa nafasi yake ni kwa sababu Traore tunamuona katika mwenendo ama njia aliyoichagua yeye kuliendea, kwa kile anachokiamini kwamba akifanya kile anaweza akafikia malengo fulani. Na ni kweli malengo yake siku zote. Ndio maana unaambiwa kitu kimoja, amini kwamba unachokiamua ni sahihi. Unachokiamua ni sahihi, kwamba unaweza ukaenda pia bila ya kusimamiwa, ila ukafata tu miongozo. Watu wanamuona Traore anavyovifanya, wanafikiri kama ni yeye peke yake anawaza na wananchi wake, wananchi wenye uchu wa madaraka ya nchi, yaani wananchi wenye uchu wa kuhakikisha taifa lao linajitegemea. Ushanifahamu? Yaani ile sio mawazo peke yake. Traore kaleta wazo, jamani tunafanyaje? Yeye sio binafsi. Wewe una wazo hili, leta hapa tuone tunafanya. Ushanifahamu? Kama ilivyokuwa nchi yetu, unapozungumza marais wanao trendi Afrika, huwezi kuikosa Tanzania. Kwa sababu ndo rais pekee mwanamke. Sawa, Traore anaweza akawa na mtu wa kwanza, Samia akashika nafasi ya pili, au Samia akashika nafasi ya kwanza, Traore akashika nafasi ya pili. Kwa hiyo Traore anafanya vizuri kwa sababu anaishi kwenye mawazo ya wananchi wake, kama anavyoishi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, anaishi kwenye mawazo ya wananchi wake. Na tunaweza tukazungumza kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo binafsi vinamtokea. Siku zote ndugu yangu nikwambie, adui yako hauko naye mbali. Adui yako hauko naye mbali. Adui yako yuko upande wa kushoto na yuko upande wa kulia. Wale watu wanaokaa upande wako wa kushoto na upande wako wa kulia, unaoamini wewe hao ndio watu sahihi, basi wale wahesabu ndio maadui zako. Ukiishi ukijua hawa ndio maadui zako, basi utaishi nao kwa makini. Ndicho kilichomtokea Traore. Traore wa Afrika wengi tumemwamini. Tunaamini kwamba anachokifanya ndio kiu kubwa ya Afrika. Lakini kuna changamoto. Sisi wenyewe wa Afrika kwanza tumetawaliwa na fikra za watu wa nje. Tunaamini sisi wenyewe hatuwezi. Watu wa kwanza kumpiga vita Traore wala sio wazungu, nikwambie tu kweli. Ni sisi wenyewe wa Afrika ndio tunempiga vita Traore. Sisi wa Afrika tuna baadhi yao, sio wote, tuna kasumba moja. Kwa nini huyu? Kwani hata Tanzania uone? Kwa nini isiwe mimi? Kwa nini isiwe mimi? Kwani hata Tanzania uone? Rais Samia anafanya mambo mazuri sana, lakini kuna kundi tu la watu linajitokeza wanataka uhaini. Ushanifahamu? Hata kwa Traore vile vile unamwangusha sana. Sisi tunaweza tukaaminishwa kwamba ni mataifa ya nje. Tunaweza tukaaminishwa ni kitu fulani. Hao ndani yao ndio wanaotoka kwenda kupeleka taarifa kule nje, huyu mtu sisi hatumtaki. Kuna udikteta unafanyika. Kwani hata kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli, sitaki kuingiza sana haya. Ushanifahamu? Nini kilichotokea? Watu walikuwa mzee asafiri, sio asafiri. Makamu wake rais alikuwa anasafiri, ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtaalamu wa falsafa
mambo ya diplomasia. Ndio maana Magufuli alimwamini. Kuna jaribu kupeleka huku na huku. Kwa wanaomuumiza Traore, tukirudi katika historia, kabla Traore kirudi miaka ya nyuma, hata mimi sijazaliwa hata wewe hujazaliwa, lakini ukisoma katika vitabu unaona kabisa kulikuwa na kiongozi na yeye alifanya kama aliyofanya Traore. Ushanifahamu? Lakini baadaye wakaja wakamgeuka, akaja akapotea. Ushanifahamu? Kwa wanaomuumiza Traore sio watu kutoka nje, wala si watu kutoka mbali. Siku zote wanasema adui yako, wanasema kwamba adui yako ili afanikishe kukupata wewe ni lazima hakikishe kama mko watu wawili, hakikisha mmewatofautisha, mmetengana. Ushanifahamu? Ampatani. Ndio mataifa mengi ya Afrika tunapoteza uchumi wetu, tunapoteza imani yetu kwa sababu maadui zetu wanatutumia sisi. Tukitofautiana sisi, tukitengana sisi, inakuwa ni rahisi wao kuingia. Ndio maana katika taifa la Tanzania mimi naomba sana serikali iwe macho kwa kiasi kubwa dhidi ya vyama vya upinzani baadhi vinavyotaka kuleta uasi, kwa sababu zifuatazo. Wale maadui wakishajua sasa chama fulani na serikali sasa hivi hazihivi, wanatoka wanakuja kuwekeza kwa yule, tunawapa kila kitu bure. Kwa sababu tukiangalia hata mifano ya Kongo, tukiangalia mifano ya Sudani, tukiangalia mifano ya kwa Gaddafi, ushanifahamu? Leo wananchi wa Gaddafi wanajilaumu, wanapata shida. Ni sawa sawa bwana Traore wakiniletea figisu, watu watapata shida sana. Kwa sababu nimezungumza kwamba mataifa ya nje ili ya kuweze ni lazima yenyewe mtofautiane. Unasema kwamba kuna Waafrika ambao wanatumika kumuumiza Traore, na unadhani ya kwamba kwa nini wanatumika kumuumiza Mwafrika mwenzao? Kuna nini? Mimi narudisha swali kwa mtazamaji. Narudisha swali kwa mtazamaji na wewe ndugu mwandishi. Katika watu waliotaka kumdhuru Traore, ulimuona mzungu pale? Ni nani uliyemuona? Adesso Mwafrika. Jibu kwamba umeshalipata. Sisi bado baadhi yetu, hususan hawa watu wanaojiita upinzani, wametawaliwa na fikra za ukoloni, bado za utawaliwa. Unajua kuna watu washazoea kutawaliwa wao. Kuna watu washazoea kutawaliwa. Kwa ni ngumu kuondoa katika Afrika za kutawaliwa. Ushaelewa? Yule mtu ambaye anataka kumwekea sumu bwana mkubwa ni mtu wake wa karibu, ni mtu ambaye aliyemwamini, siri zake zote anazo yeye, lakini ndio alitumika, inasemekana amepewa fedha ili amradi afanye kile kitendo. Kumbuka ukiambiwa leo, ukienda hata mahakamani ukaambiwa bwana tuambie shahidi gani, mzungu gani uliyemuona akija hapa, jibu utapata kwamba sio mzungu. Ushanifahamu? Kwa hiyo nikija kwenye swali lako la kwanza, la pili utakuja kunikumbusha Waafrika sisi wenyewe tuna matatizo. Hatujui nini tunataka. Unafiki uko mbele kuliko kitu chochote. Tukionyeshwa tu furushi la pesa, tunaamini kwamba haya ndio mafanikio. Mafanikio sio pesa, uzalendo ndio kila kitu. Tukiangalia taifa letu, mimi ofisini kwangu hapo ukiangalia pembeni utaona picha ya baba wa taifa. Ukiangalia taifa letu, rais wetu wa kwanza alikuwa ni mzalendo. Rais wetu wa pili mzalendo, wa tatu mzalendo, wa nne mzalendo, wa tano Dr. John Pombe Magufuli ni mzalendo. Na sasa bado tunaye rais mzalendo mwenye kutaka amani ya nchi iendelee kuwepo, watu waendelee kutafuta fursa. Kwa hiyo lazima utambue kwanza nini maana ya uzalendo. Ushanifahamu? Kwa mwisho wa siku utakuja changamoto kubwa tulionao. Au binadamu hakosekani. Yaani kwenye mafanikio huwezi ukosa mtu atakupinga. Na hawa ndio wanakufanya uimarike muda mwingine. Muda mwingine wanakufanya uimarike. Kwa sababu unaona Traore kakosokosa labda kama vile na sumu, ndio anazidisha nini? Ulinzi. Muda mwingine wanafiki ni watu wazuri. Maadui ni muda mwingine ni watu wazuri, lakini muda mwingine sio watu wazuri. Hawapaswi kuaminiwa moja kwa moja. Ogopa sana mtu muda wote anakupamba. Ogopa sana mtu uko naye karibu. Hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yeye hajaye kukukosoa hata siku moja. Muogope sana mtu wa namna hii. Ndio maana sisi, mimi na mwenzangu Joseph Yona, tumekuwa tunawakosoa watu, tunatoa na mifano. Tunapoamua kumpongeza Mheshimiwa Rais, tunampa na evidence. Ushanifahamu? Mheshimiwa Rais huku sisi tunakukubali. Kwa sababu tumetofautiana katika watu wa kusifia. Kuna mmoja anakusifia, yeye anakusifia tu bila sababu. Kwa sababu kuna kitu anakipata. Mimi leo nikikwambia sina hata 100 mbovu, Mungu shahidi, nilioipata kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nakwambia hii leo. Ushanifahamu? Watu wanajua sisi tunalipwa. Hakuna waziri wala mbunge wala mkuu wa wilaya aliyetoa shilingi 100 kwamba Kombo wewe na yeye unafanyeni kazi tunawalipa kiasi fulani. Lakini bado tunaendelea kusifia kwa sababu sisi tunasifia kwanza amani ya nchi yetu,
Pili, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aendelee kufanya kazi vyema. Sasa ukimwona mtu unampa hela kila siku ayeko kusifia mpaka umpe hela, muogope sana, huyu anaangaza hizi pesa zako. Kwa hiyo Traore kilichomtokea ni kitu ambacho alikivuna kwa mikono yake, ila si kwamba ni adhabu, hapana. Kinachotakiwa, limeshamtokea tatizo, kinachotakiwa ni kujifunza na lile jambo. Ni kweli wale ndugu zetu wale wenye rangi za tofauti na sisi hawapendi. Hawafanyaje? Hawapendi. Tulipata historia yake moja alipopanda ndege, jinsi gani alivyodharauliwa na mhudumu wa ndege yule. Ushanaelewa? Alipo sio kama alikuwa mjui, anamjua. Ilikuwa ni sitaki kutaja kwa mujibu wa diplomasia kwa sababu sisi wa Tanzania, rais wetu ni mtaalamu ni mmoja muumini wa mambo ya diplomasia. Ushanifahamu? Kwa kiufupi swala la Traore lina mambo mengi sana. Lina mambo mengi sana. Ila Waafrika sisi ndio tatizo sisi wenyewe. Kuna swali liniuliza, hebu nikumbushe kwanza. Nakwambia kwamba wa Afrika, viongozi wa Afrika kupitia hichi ambacho Traore anazidi kufanya katika taifa lake. Shida ni nini hasa? Wanashindwa kumuunga mkono Mwafrika mwenzao. Swali zuri. Kwa nini Traore anaonekana kama anapambana peke yake katika taifa lake na akiwa ni Mwafrika mwenzao? Nikwambia kitu kimoja, sio kila vita inapambanwa kila mtu aone. Wewe unaweza ukasema hivyo kwa sababu hujawahi kukiona. Hizi ni nchi. Nchi zina utaratibu wake. Unajua wanasema kwamba propaganda zina nguvu kuliko kitu chochote. Wewe unazungumza leo kwa nini wa viongozi wengi wa Afrika hawamuungi mkono Traore? Nikikuuliza hapa una ushahidi gani? Huwezi kunipa ushahidi kwa sababu zifuatazo. Nchi kuna muda inaendeshwa kwa usiri, kuna muda inaendeshwa kwa uwazi. Unaendeshwa kwa uwazi kwa lengo la propaganda, ili watu waaminishwe hiki lakini kinachotokea ni hichi. Sio, unanielewa? Watu wanaaminishwa hiki lakini kinachotokea ni hichi. Wewe unaweza kusema leo Traore kwa nini wa Afrika wamuungi mkono? Mimi naweza nikakukatalia, nikakutolea mifano midogo sana. Nikijitolea sisi kwanza, tukijitolea sisi mfano sisi wa Tanzania. Tumemwona wiki 3 zilizopita, tumemwona rais mstaafu wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete na Profesa Janabi wakiwa kwa Traore, na Traore kaja akagonga ngumi kama kawaida, akawasalimia. Sasa hapa utapata jibu. Waafrika tunamuunga mkono, hawa tumuungi mkono. Na muda mwingine sio vitu vingine kuviunga mkono hadharani, kwa sababu sisi wa Afrika tuna maadui wengi. Lakini watu wanatamani kuona ule umoja wa Afrika, viongozi wa Afrika kwamba wametoka hadharani kumuunga mkono kwamba bwana msimguse huyu, bali wamuunge mkono mwenzao wakiwa wanaonekana kweli au wako pamoja nao. Lakini pia kuna habari ambayo ilikuwa inazungumzwa jirani wa Burkina Faso, Ivory Coast, kati ya mtu ambaye wana mazuri baada ya kuonekana kama Ivory Coast anajaribu kuuza siri za Traore kwa mataifa mengine au anawaunga mkono mataifa mengine. Kwanza anaanza swali la mwisho, alafu nakuja la kwanza. Ili nilikuwa naendelea kukujibu hili, lakini nakuja la mwisho na kukumbusha nyuma. Nilikwambia mtu mbaya zaidi ni mtu wa karibu yako. Haijalishi ubavuni, haijalishi jirani, yani ili mradi tu ni mtu wa karibu yako, kwa sababu yule anakujua. Sitaki kuthibitisha hilo, sina ushahidi, japokuwa yanazungumzwa, lakini leo kinisimamisha mahakamani siwezi kutoa ushahidi, ila mazungumzo yanasikika yakizungumzwa. Ushanifahamu? Lakini kuwa makini na mtu wako wa karibu. Haijalishi yuko upande wako ubavu wa kushoto, haijalishi ni jirani yako wa nyumba, haijalishi ni jirani yako wa wilaya, mkoa au nchi. Ushanifahamu? Siku zote kwenye mataifa ni kumaliza ni jirani yako, nchi jirani. Ufuatilia mivurugano mingi. Anayekuja kuokoa taifa lako ni nchi jirani, anayekuja kuvuruga taifa lako ni nchi jirani. Issue ya Kongo nani kaenda kuimaliza? Nisaidie wewe, ni nchi Umoja wa SADC. Shalifahamu? Wamekaa chini wakawashauri, haya M23 wakaamua kusarenda. Majeshi yakaanza kurudi katika makazi yao. Ushanielewa? Lakini aliyekuwa anatumiwa pale amepeleka majeshi ni nani? Si Kagame ndio alikuwa anashuhudia, ni Rwanda si alikuwa inatumiwa amepeleka majeshi wapi? Kongo. Alikuwa anatumiwa yeye, si ndio hivyo? Nimekwambia jirani yako ndio adui yako. Na yeye anatumika na watu ili akuumize wewe. Sasa tunarudi kwenye swali la kwanza. Ndio nilikuwa nakuja. Umesema wa viongozi wa Afrika kwa nini hawatoi tamko kwa pamoja? Kwa nini hawazungumzi kwa pamoja? Yaani kwamba ile unaposema kwamba wanaunga mkono. Inaonekana kama kama hawako serious au wanakuambia unafiki ambao upo ndani.
Iko hivi, bado sisi wa Afrika hatujajipata. Sisi kwa 70% kwa mtizamo wangu mdogo na uchambuzi wangu haya masuala ya kisiasa, wa Afrika bado tuna jambo la kutegemea wenzetu walioendelea, iwe kwenye mikopo, iwe kwenye kila jambo. Na ili nakuhakikishia, na ukisema Mwafrika kwamba ujitegemee mwenyewe, ujishike kila kitu kabla hujajipata, hujaweka viunga vyako vizuri, hujaimarisha ulinzi wako, lao wajomba lazima atakuletea shida. Mfano mdogo nimekutolea mfano, ndio maana Traore wanamsumbua baadhi ya watu. Gaddafi, leo wananchi wa ule baba kule uko unaoa, unalipiwa. Sasa hivi maisha mazuri, vijana wakajazwa chuki kama ilivyo Tanzania sasa hivi vijana wanapojazwa chuki. Ila sisi hatutafikia kwa sababu vijana wengi wa Tanzania tunapenda amani na tunajielewa. Ndio misingi tuliolelewa na viongozi wetu. Umeelewa? Kwa hiyo tukija sasa nikikutolea mifano, tunashindwa viongozi wa Afrika wanashindwa kuonyesha hisia zao mapema kwa sababu bado hawajajipanga. Kwanza wanaimarisha uchumi wao wa nchi zao. Mjomba, hakuna kitu kibaya kama umaskini, asikwambie mtu. Hakuna kitu kibaya kama umaskini. Asikwambie mtu. Siku zote ukilala amka muombe Mungu akuondoe kwenye umaskini na ufakiri. Ufakiri ndio unaotupeleka kwenye matatizo makubwa. Sio, unaelewa? Kwa viongozi wa Afrika sio kama hawataki kuungana, kwani kuna wangapi waliofanya mema kama wale? Hata sisi Tanzania wapo. Huko wapo. Ushanifahamu? Traore yupo. Changamoto kwamba watu wanashindwa kutokeza hisia zao moja kwa moja, bado hatujajiweza. Tutawatukana viongozi wa Kiafrika, lakini sisi bado tuna wanafiki wengi. Kwanza tuna jukumu la kutengeneza uchumi, tuna jukumu la kuwapunguza wanafiki, kuwatoa kwenye system za mifumo ya kiserikali. Kama ni shida Mr. Kombo? Hakuna shida. Ndio maana kila kitu huwa kinaenda kwa utaratibu. Leo sawa Marekani amepata uhuru miaka 200 iliyopita. Na maana ni mtu ambaye amejiweza. Sawa? Natolea mfano na nchi yetu. Sisi ndio kwanza tuna miaka 60 ngapi sijui. Na hata maendeleo yetu tofauti na Marekani. Wale wenzetu wameanza kujitawala zamani miaka 200 na huko. Bwana uhuru wao. Sisi ndio kwanza miaka 60 na. Mshanifahamu? Hivi utajifananisha na Marekani leo? Si utakuwa ni mwenda wazimu? Lakini katika taifa ambalo unaweza ukaishi kwa amani, mataifa ambayo unaweza ukafanya biashara kwa amani, wafanya biashara ni mashahidi, ni Afrika kuliko huko hata huko Marekani. Wanaoishi Watanzania wanaishi Marekani wanakuambia tunatamani hata turudi huko. Wafanya biashara wanakuambiaje? Mabara pekee ambayo unaweza ukafanya biashara ni Asia na Afrika. Kwa uhuru. Neno jambo watu linawauma. Leo Mchina anafanya maendeleo makubwa, unaona. Haya, wale wajomba waliowataja wa miaka 200 wanapenda hicho kitu? Hawapendi. Kwa sisi viongozi wa Afrika, ili nalizungumza uwazi, ni ngumu kuungana kwa haraka haraka. Wanaweza kaungana kisiri. Hawezi kutoka hadharani wakatoa tamko kwamba sisi ni 1 2 3. Hiyo ni ngumu mjomba. Hiyo sasa unajitoa kafara mwenyewe. Kumbe nyinyi mnaungana, mnaletoa vikwazo. Ubaya zaidi vikwazo, mnatengenezwa vikundi vya waasi. Mnatengenezwa vikundi vya waasi, utasikia kundi kutoka sehemu fulani, kundi kutoka sehemu fulani, kundi kutoka sehemu fulani. Kwa hiyo hivi vitu ni lazima uvitambue na uvijue. Kwa hiyo viongozi wa Kiafrika sasa hivi wana bahati nzuri, watu ambao wameelimika. Watu ambao wamefanyaje? Wameelimika. Bahati nzuri ni watu ambao wameelimika.